Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, juu ya taarifa yao ambao wameweza kuitoa leo hii kuhusiana na usajili mpya ambao unatua ndani ya kikosi chao. Nani huyo ambaye klabu ya soka ya hapa nazungumzia Simba Sport Klabu imefanya usajili wake? Lakini pia kuna taarifa kuhusiana na nyota huyo ametoka upande wa pili. Hapa nazungumzia upande wa klabu ya soka ya Young Africans. Unafahamu ya kwamba klabu ya Simba imeamua kufanya ubaya ubwela kwa klabu ya soka ya Young Africans, na hii inaelezwa kwamba nyota huyo ameamua mwenyewe kuweza kupindua meza kuelekea upande wa pili. Atakuwa ni nani utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili kubwa kabisa ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine habari unazungumzia huyu ni mnyama Simba akiendelea na mawindo yake ndani ya ligi kuu ya soka Tanzania bara, lakini akihakikisha kwamba namna ambavyo kila mmoja anaendelea kuweza kushikilia pale ambapo anaona ni sahihi kwake kuweza kupashikilia. Unaambiwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba inaendelea kukamilisha sajili zake ili kuweza kuhakikisha kwamba wanalitoa taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa miaka ijayo. Unaambiwa namna ambavyo kila mmoja amekuwa akiendelea kuweza kushuhudia sajili za Wekundu wa Msimbazi Simba zinavyozidi kutikisa, hususan ambazo zilisajiliwa msimu uliopita. Msimu huu zimekuwa za moto. Nazungumzia kina Dese Mukwala, Lionel Ateba, Jean Charles Ahoua na wengine kibao. Sasa klabu ya Simba Sport Club inaeleza kwamba wamefanya ubaya ubwela. Hapa nazungumzia kwa klabu ya soka ya Young Africans, ambapo inaelezwa kwamba wamechukua moja kati ya mchezaji wao mkubwa kabisa, na mchezaji mwenyewe ameonekana kushawishika kwenda kujiunga na klabu ya soka si wengine bali hapa unazungumzia hawa si wengine ni klabu ya soka Young Africans. Mchezaji wao ambao ameweza kuchukuliwa si mwingine bali unazungumzia Maxi Mpia Nzingeli. Unaambiwa moja kati ya pengine inaweza ikawa ni nyakati ambayo itakayokuwa sio nzuri kwa upande wa klabu ya soka ya Young Africans, ni mara baada ya kuweza kumpoteza nyota wake Maxi Mpia Nzingeli. Maxi Mpia Nzingeli alisaini mkataba wa miaka miwili tu alipotua kwenye kikosi cha Young Africans, ambapo mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu huu, ambapo inaelezwa kwamba Maxi Nzingeli ameuambia uongozi wa klabu ya soka ya Young Africans kwamba hayuko tayari kuendelea kucheza kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, na hivyo basi inaelezwa taarifa ya kwamba ameomba kuondoka kwenye kikosi hicho. Ni wapi ambako anaelekea ndio maswali ambao wana Yanga wakawa wanajiuliza, lakini taarifa zimeibuka ni kwamba nyota huyo anaelekea kunako katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambako taarifa inaelezwa kwamba mwenyewe amekubali kupokea ofa ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambayo inaelezwa kwamba ni ofa mara mbili ya ile ambayo alikuwa akiweza kuipata kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Maxi Nzingeli unafahamu ya kwamba hivi karibuni alikuwa akiweza kuhusishwa na klabu ya soka ya Simba, lakini maneno yakaweza kutulizwa na viongozi wa klabu ya soka ya Young Africans wakisema ya kwamba hakuna mchezaji ambaye atakayeweza kuondoka kwenye kikosi hicho. Lakini taarifa zinasema ya kwamba tayari Mwamba amekutana na rais. Hapa nazungumzia wa heshima wa klabu ya soka si wengine bali unazungumzia huyu ni
Mo Dewji, ambapo inaeleza kwamba imehakikisha kwamba wanapata saini yake vizuri kabisa, ambapo klabu ya Simba wenyewe wamethibitisha kuweza kuachana na nyota wake. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Joshua Mutale, baada ya kufikia makubaliano ya pande zote mbili kuhitimisha mkataba wake. Uamuzi huu unatokana na mwelekeo mpya wa kikosi hicho kinacholenga kufanya maboresho katika eneo la winga kuelekea msimu ujao wa mashindano. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya klabu ya Simba, iko katika harakati za kusaka winga mwenye kiwango cha juu zaidi anayeweza kuleta ushindani wa kuongeza kasi ya mashambulizi ya timu hiyo. Katika orodha ya wachezaji wanaotajwa kuwa kipaumbele cha juu ni Max Nzingeli, ambaye kwa sasa yuko katika hatua za mwisho za kumaliza mkataba wake wa mkopo ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans unaotarajiwa kuhitimisha mwishoni mwa mwezi huu. Kwa hiyo kinachoonekana ni kwa sasa ni kwamba klabu ya soka ya Young Africans wenyewe kwamba walipewa mchezaji huyu kwa mkopo, lakini mchezaji huyu anayo sehemu ambayo ametokea. Kwa hiyo hatakuwa tena sehemu ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans kwa kile ambacho kinachoelezwa mpaka sasa. Simba wanataka mpinzani wapinzani waogope, unaona bana, kuleta timu uwanjani. Imagine kulia kuna Elie Mpanzu, kushoto kuna Max Nzingeli na katikati kuna Mabululo, alafu nyuma yake namba 10 anakuwepo Faisal Salum au Jean Charles. Vipi, wataleta timu wapinzani kweli? Ni kikosi ambacho pengine kinaonyesha kwamba klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ina mpango wa kusajili saini hizi 3 kwa msimu huu katika eneo la ushambuliaji, ambapo nimekwambia Max Nzingeli ambaye anatoka ndani ya kikosi cha Young Africans ambaye mkataba wake umemalizika na mwenyewe amesema ya kwamba hayuko tayari kuendelea na kikosi cha Young Africans, lakini ambapo klabu ya Simba wanathibitisha kumsajili mshambuliaji machachari hatari kweli kweli. Hapa nazungumzia Mabululu ambaye anatua kwenye kikosi cha klabu ya Simba katika eneo la namba 9, ambapo Mukwala sasa pale ama Lionel Ateba mmoja atapaswa kuweza kuondoka kuachia nafasi, lakini sambamba na hilo unaambiwa kati ya hapa nazungumzia si mwingine bali ni Faisal ama mwingine ambaye atampisha si katika, kwa sababu Faisal ni mchezaji wa ndani, hivyo basi wachezaji wa ndani mmoja yoyote anaweza kupunguzwa ili kuweza kuingiza ingizo jipya la Faisal ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kusikia tamko rasmi kutoka katika viunga vya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambao watakuja na karatasi yenye majina ama orodha ya wachezaji wote ambao wamesajiliwa kwenye kikosi cha klabu ya Simba Sport Club, kwa sababu kwa sasa zimeendelea kuwa kama tetesi kuhusiana na Mabululu, Faisal na Max Nzingeli. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa